Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, mtakatifu ni Bwana. Sasa mada yetu kuu ya somo letu ama mafundisho yale tunaenda kujifundisha katika ibada hii, jina la Bwana libarikiwe, kama nilivyotangulia kwa kuelezea Jumapili iliyopita kwamba maombi ambayo tunafanya kwa siku 21 ambayo tayari tulianza, tuko kwa wiki ya pili, na mahubiri ambayo tulianza Jumapili iliyopita na tunaendelea mpaka Mungu atuelekeze kwa hatua nyingine, yalitokana na maono ambayo Mungu alikuwa ananionyesha kwamba kama kanisa tumepitia msimu mbalimbali. Kuna wakati tumekuwa chini, kuna wakati tumekuwa katikati, kuna wakati tumelia, kuna wakati tumefurahia, kuna wakati tumedhihakiwa, kuna wakati Mungu ametuonekania, na tumekuwa na historia ya mambo ambayo tumepitia kwa miaka 3 na sasa mwaka huu wa 4 ambao tuko kama kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini hata katika hali hiyo yote ama katika mapito hayo yote, Mungu alikuwa anafungua macho yangu kuweza kuona kupitia maono kwamba amewekeza, jina la Bwana libarikiwe, kile ambacho nitaita kwa Kiingereza treasures katika branch hii ama huduma hii ama ndani yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Vitu vya dhamana ameviwekeza ndani mwetu. Tunaweza onekana kana kwamba hakuna kitu. Jina la Bwana libarikiwe. Na watu wanaweza uliza vile ambavyo, ni nani aliuliza kwamba kuna kitu chochote kizuri kinaweza toka wapi? Jina la Bwana libarikiwe. Watu wanaweza kuwa wameuliza hivyo. Watu wanaweza kuwa wameuliza kwa nini wanaomba kila wakati? Kwa nini wanahubiri? Kwa sababu kuna wakati tunahubiri katika mtaa huu. Jina la Bwana libarikiwe. Na katika hali ya kuona hayo maono, utafsiri ambao Mungu alikuwa ananipatia kuona, kwa sababu kuna jamaa alikuwa anaongea na lugha ya Kikuyu na akawa amechukua vitu kutoka hapa, akawa anatoka navyo kupitia huu mlango, na mimi nikiwa na Fidel tulikuwa tunamzuia, tulikuwa tunazozana naye tukimwambia regesha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akanena kwa lugha ya Kikuyu ambayo nilipata tafsiri yake inamaanisha the spirit of near success syndrome, yani roho ya mafanikio yaliyo karibu lakini yasiyofikiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Na pia tunaelewa kwamba kama kanisa tuko katika msimu wa transition ambayo tunaiita kwa Kiswahili mpito. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu anatupitisha kupitia mambo fulani na anatupeleka katika upeo na nafasi nyingine. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana nataka tuweze kusoma andiko la kwanza kwa waraka wa Petero, barua ya Petero ya kwanza sura ya 5 mstari wa 10. Kisha tuweze kufanya nini? Tusome mistari mengine na tuweze kufundishika ama kujifunza mambo kadha wa kadha. Hauna Kiswahili? Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Niruhusu tu nifungue Kiswahili yangu. Kiswahili yake iko hapa. Biblia inasema, na Mungu wa neema nini? Aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo. Sasa Mungu ametuita, na yeye ni Mungu wa neema yote. Kupitia neema yake, jina la Bwana libarikiwe, ametuqualify, ametufanya tustahili, jina la Bwana libarikiwe, kuingia katika utukufu wake wa milele. Na maandiko nasema mkisha kuteswa kwa muda kidogo. Sasa
nataka uweze kuelewa mateso ambayo tumekuwa tukipitia kwa muda ambao umepita, miaka ambayo imepitwa, ni kana kwamba, na kwa hakika Mungu anafanya hivyo, jina la Bwana libarikiwe, yanawekwa nyuma yetu sasa, na Bwana anatuvusha, anatupeleka katika upeo mwingine. Sio kwamba huko mbele hatutaipitia mateso mahali, jina la Bwana libarikiwe. Mateso yanadumu kuja, lakini mateso haya ambayo tumekuwa tukipitia, mengine ambayo yalikuwa yanakaa kana kwamba yanajirudia, sasa tunayaambia bye bye katika jina la Bwana Yesu asifiwe. Na ukiwa unafuatilia mahubiri hapa kanisani, utaelewa kwamba kuna hiyo Jumapili ya kutanguliza kabla tuanze mafundisho haya, niliweza kututangazia kwamba Bwana anaanza sasa kudhibitisha, kututia nguvu na kukamilisha mambo ambayo anapaswa kukamilisha kwa maisha yetu kama ufalme na ukuhani wake ambao wanapaswa kutawala duniani. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Hebu mtu aseme katika jina la Yesu Kristo, mimi ni ufalme na ukuhani wa Mungu na ninatawala. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa Mungu huyu anatuimarisha, anatudhibitisha, anatutia nguvu na anatutuliza pamoja na yeye. Hebu mtu aseme amen. Na ndio maana kwa haraka nataka tuweze kusoma Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza mstari wa 21. Hebu sikia vile maandiko yanasema. Biblia itafunguka kwa haraka. Sasa Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza mstari wa 21. Wacha nikusomee vile okay. Tayari iko hapa. Maandiko inasema tazama. Hebu soma pamoja na mimi. Inasema vipi? Tazama, Bwana Mungu wako ameiweka nchi mbele yako. Ameiweka mafanikio mbele, ameweka ushindi mbele, ameweka promotion ama kuinuliwa mbele, kuongezewa madaraka, ameiweka mbele yako. Ameweka uhai, ufanisi, amani, furaha. Jina la Bwana libarikiwe. Ameweka kuongezeka mbele yako. Haya, panda itamalaki. Hebu inua mkono wako wa kulia na useme katika jina la Yesu Kristo, ninapanda kwa nguvu za Roho Mtakatifu na kwa uweza wa Roho wa Mungu, na ninatamalaki. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa mahali popote utajikuta, iwe kazini, nyumbani, kwenye biashara, kwa huduma, mahali popote Bwana ataongoza nyayo ya miguu yako, utatawala. Jina la Bwana libarikiwe. Na hautakosa nguvu ya kupanda, kwa sababu ametuahidi kwa waraka wa Petero kwamba atatutia nini? Atatutia nguvu. Jina la Bwana libarikiwe. Tunahitaji kutiwa nguvu wapendwa, kwa sababu kuna wakati mwingine tunapitia mambo na shetani anatumika, jina la Bwana libarikiwe, kutoa nguvu. Haleluya. Kupitia majaribio na the attacks ambazo zinakuja. Kuna wakati unahisi kwamba nguvu imeenda. Kwa mfano, kuna jamaa tulikuwa tunafanya shughuli fulani na yeye, na hata akaniahidi kwamba tutapatana mahali fulani tuende tuombe. Sasa unajua alifurahia kwa sababu mikakati ya mambo ilikuwa inaenda vizuri. Haleluya. Haleluya. Nilishangaa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati nilimwambia hebu angalia kama jambo fulani limefanyika kabla ukuje, ndio tujue tutaomba direction gani. Sasa alipofungua akaona matokeo hajayatokea vile alikuwa anakusudia, kaniambia nimetolewa nguvu na hiyo ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ripoti imenitoa nini? Imenitoa nguvu. Nikashindwa, so kuna ripoti unaweza tazama, kuna mambo unaweza sikia ambayo ulikuwa umetarajia yafanyike vizuri, na kwa sababu yanafanyika kinyume, uhisi kana kwamba umetolewa nini? Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Na ndio maana Yesu akawa anaambia wanafunzi wake, kuna mtu ameniguza, na uguza ambao ameniguza nao, kuna nguvu za upako ambazo zimenitoa.
Sasa hata Yesu alihisi kuna na ndio maana kila asubuhi na kila wakati angetafuta nafasi ya kukaa na Mungu ili atiwe nguvu tena. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Sasa maandiko yanaendelea kusema kwamba tutatamalaki kama Bwana Mungu Baba, kama Bwana Mungu wa baba zako, Mungu wa baba zetu, Mungu wa baba yetu Ibrahimu alivyokuambia, usiogope wala usifadhaike. Jina la Bwana libarikiwe. Na katika msimu huu shetani amechelewa. Ikiwa alikupangia njama ya wewe kuogopa na kufadhaika, amefanya nini? Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu inua mkono wa kulia na useme, katika jina la Yesu Kristo, roho ya uoga na kufadhaika haina nafasi katika maisha yangu, haina nafasi moyoni mwangu. Ninapopitia mambo, nitakaposikia ujumbe ambao unafadhaisha, kupitia shukrani na imani, nitafanya hoja zangu zijulikane na Bwana na wala sitaogopa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa nataka ushike hivi mpendwa, kwa kutanguliza. Na jambo la kwanza ambalo nataka uweze kusikia kwa umakinifu ni kwamba mmojawapo ya masaibu yenye uchungu zaidi katika maisha ambayo maandiko yanatusaidia kuona, na pia maisha ambayo tunaishi ambayo tunaishi duniani humu inatufundisha, si kushindwa kuanza safari. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa sababu watu wengi huanza safari. Hata wewe kuna safari umeanza. Hata kuna safari uko katika. Haleluya. Hata kuna ingine uko karibu kumali. Sasa maandiko na maisha inatufundisha kuna safari watu huanza. Lakini saibu yenye uchungu kwa mtazamo huu ambao nataka uweze kushika mambo haya ni kwamba watu wengi huanza safari, lakini wengi hushindwa katika hatua ya mwisho ya utimilifu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwamba kuna watu wataanza, hata kanisani humu, wakati tulipoanza huduma miaka 3 iliyopita, sasa tukiwa hapa Kariobangi. Jina la Bwana libarikiwe. Yule ambaye amebaki tu mwenye nilimkuta ni huyu Edgar peke yake. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana hata Mungu alimuonea huruma akamwambia chukua keyboard. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa uambukize wengine. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. So tulianza safari na wengi, hata wakaniambia pasi hiyo wakati hatukuwa na PA system, wakaniambia mimi na mke wangu, pasi ile siku utaleta PA system, vijana watakuja, tutaleta vijana ni ngoma. Sasa ile siku tulikuja nazo, unajua niliwatafuta nikamwambia sasa nimeleta Jina la Bwana libarikiwe. Siku hizi wengi wao wananiambia tu pasi tutakuja. Pasi uko kwa ofisi. Haleluya. Lakini Amen. Lakini je, tujiulize hii swali. Ikiwa wengi tutaanza nao safari, ama ikiwa wengine wataanza safari na washindwe kumaliza, wewe utashindwa kumaliza? Wewe utakubali kushindwa kumaliza? Hebu mtu aseme katika jina la Yesu Kristo, ninakataa roho ya kushindwa kumaliza. Haleluya. Hebu inua mkono wako wa kulia na useme, katika jina la Yesu Kristo, chochote ninachoanzisha, safari yoyote nitakayoanza, kwa uongozi wa Roho Mtakatifu nitafika utimilifu, nitamaliza vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Na jambo la kuajabisha, ukisoma sura ya 13 na 14 ya kitabu cha Nambari, jina la Bwana, ama Hesabu, Hesabu sio Nambari, Hesabu. Jina la Bwana libarikiwe. Inatusaidia kuona kwamba wana wa Israeli walipoanza safari na Mungu, vile ambavyo alivyotuma Musa na Musa akawaongelesha na wakaanza safari, watu hawa hawakushindwa katika nchi ya Misri. Mungu hakuruhusu washindwe wapi? Jina la Bwana libarikiwe.
Na kuna wengine katikati yetu au miongoni mwetu ambao unakuta Mungu hakuruhusu ushindwe ulipoanza safari. Na ndio maana ni vizuri uelewe kwamba kama hakuruhusu ushindwe kuanza, nguvu hiyo iliyokusaidia kuanza itakudumisha ili ufike utimilifu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Usifike katikati, usifike unakaribia kumaliza na uanze kujawa na hofu na shaka kwamba hautamaliza vizuri. Hapana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Hata wakati walipofika katika bahari ya Shamu, Mungu akafanya njia, akagawa maji, akafanya kukawa na njia katikati ya bahari, wakavuka mpaka wakafika ng'ambo ile. Na wana wa Misri waliokuwa wanawafuata majeshi ya Farao ambao walikuwa wanataka kuwakamata mateka na kuwarudisha tena, wakaangamia katika maji hayo wakiona, lakini wao hawakuangamia. Jina la Bwana libarikiwe. Si kuna watu ambao mlisoma nao ama umewahi kupitia mapito fulani kwa maisha na waliangamia. Jina la Bwana libarikiwe. Kama jana nilikutana na my former classmate. Jina la Bwana libarikiwe. Nashukuru Mungu ameokoka na anahubiri kama mimi. Na wakati nilipomwona nilikuwa nakumbuka tu wale ambao tulisoma nao wengi ambao kwa sababu moja au nyingine, wengine tuliwazika kwa sababu walikuwa magaidi. Jina la Bwana libarikiwe. Wengine hawana mbele wala. Ni wewe umesema hiyo ingine, mimi sijasema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini siku ya jana nilipokuwa ninatazama nyuma, Mungu akawa ananikumbusha kwamba vile nilikuanzisha safari hii ya kunitumikia na ukaamua wewe utakuwa gaidi, kwa sababu wakati mwingine nilikuwa gaidi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Tulikuwa na nyoi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ushaiona mwizi innocent? Hata mkiambiwa ni yeye ndiye amefanya mnasema kijana wa nani? Kwa sababu hata kwa estate ukitembea unatembea slow motion, hata uwezi umiza hii. Lakini usiku wa manane mambo unafanya ni ajabu ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza unajua mahali ukigonga mtu anakuambia chukua yote. Haleluya. Lakini tunashukuru Mungu leo tunahubiri. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa huyu Mungu hakuruhusu wana wa Israeli waangamie katika bahari ya Shamu. Na wewe mpendo unayenisikia, kuna vitu umepitia na kwa hakika unajua Mungu hakuruhusu uangamizwe na hizo vitu. Sasa nguvu hiyo iliyokuhifadhi na kukulinda na kukuvusha bahari ya Shamu, kwa sababu bahari ya Shamu ndio iliyokuwa madhabahu iliyokuwa inaipatia mji wa Misri nguvu za kimapepo ya uchawi na ushirikina iliyokuwa inaendelea mahali pale. Kulikuwa na nyoka mkubwa sana katika hiyo bahari. Ukisoma kitabu cha Ezekieli utaona nyoka hiyo inayozungumziwa ambayo iko katika bahari ya nini? Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana krauni, taji ya Farao ina nyoka hapa mbele. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Tunaelewa. Lakini Mungu akawavusha. Na ninakumbushwa maandiko ambayo yanasema kwamba na miguu zetu tutakanyaga nyoka na nge na havitafanya nini? Havitatudhuru. Bwana ametupa mamlaka ya kuvikanyaga nguvu zote za giza chini ya miguu yetu. Ikiwa amekuvusha bahari ya Shamu, mpendwa, hautaangamia. Amen. Watu hawa walistahimiliwa jangwani. Mungu hakuwavusha tu bahari ya Shamu, bali aliwastahimili, aliwahifadhi katika jangwa. Na wale ambao huwa tunatazama maisha ya jangwa ama hali ya anga iliyoko katika jangwa, ni mahali ambapo hauwezi furahia kufanya nini? Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya.
Jangwa sio mahali pa kufurahia, kwa sababu hata nyoka wa jangwani wakikuuma utakufa, kwa sababu hakuna mahali utapata usaidizi. Kwa nini? Haleluya! Akawahifadhi. Na jangwa sio lazima tu iwe jangwa ya kiasilia. Sisi ambao tumeokoka, kuna misimu tunapitia, kuna mambo sisi hupitia, na ni baadhi ya jangwa za kiroho. Jina la Bwana libarikiwe. Ni baadhi ya nini? Spiritual wildernesses ambayo sisi hupitia. Msimu ambao watu wanakuondokea, hata wale ambao huwa ukiwapigia simu moja tu wanafika kukusaidia. Na unajua, wakati unapopitia msimu kama huo wa maisha kama Mkristo, Mungu huwa anajaribu moyo wako aone kama kwa hakika ni yeye utamtumainia hatua kwa hatua, ama una misaada mahali kwingine. Kwa sababu kuna wale wanaomtumainia nani? Wanayomtumainia Mungu. Kuna wale ambao msaada wao ni Mungu peke yake, lakini kuna watu ambao misaada yao ama nguvu yao iko katika farasi na wanajeshi na pesa na mali na masomo. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Maandiko yanasema katika kitabu cha Zaburi, kuna wale wanaotumainia mafarasi ya vita, majeshi ya vita, lakini sisi tutalikumbuka jina la Bwana, kwa sababu msaada wetu unatoka wapi? Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Sasa hakuruhusu waangamie jangwani, aliwahifadhi, aliwastahimili. Lakini jambo la kuajabisha wapendwa, ni kwamba kizazi kikubwa cha wana wa Israeli ambao walikuwa miaka 20 kuendelea, waliangamia wakiwa katika mpaka wa urithi wao. Jambo la kuhuzunisha zaidi. Haleluya. Haleluya. Ni kama sasa uangamie, ufanye blanda, jina la Bwana libarikiwe, na kesho yake wewe unapaswa sasa kuripoti kazini kama meneja. Haleluya. Kama kuna kijana ambaye jina la Bwana libarikiwe, mambo hayo ni machungu na mazito. Yaani mtu anajitia kitanzi na kesho yake ni harusi yake. Haleluya. Haleluya. Hiyo ni kama shetani alihama akaenda akapiga boma akasema hii usiku yote kabla uende harusi tuko na wewe. Jamaa kabla usiku ifike akafanya nini? Ukiwa bibi harusi utafanya nini? Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Watu wa kungoja wameandaa sherehe, chakula imepikwa. Kama kuna siku tuliongojwa mahali, watu wana dance, watoto wa shule wanajiandaa, na unajua ni huko mashinani. Jina la Bwana libarikiwe. Wanasikia tu tukiwaambia ni kama tutakuja, ni kama hatutakuja, kwa sababu shetani alikuwa ametuzuia tusiweze kuenda kule. Njia ya sisi kuenda ilikuwa Jina la Bwana libarikiwe. Na tukagundua kwamba hatukuwa tumeomba vizuri kwa ajili ya hiyo safari. Kwa sababu siku iliyofuata, kwa sababu tulikesha tukiomba, tukiambia hayo mapepo kwamba fungua, tunakuja. Siku iliyofuata asubuhi na mapema, baada ya masaa mawili tulikuwa tumefika. Jina la Bwana libarikiwe. Mahali Paulo alimchagua Timotheo kama mtoto wake wa kiroho, mpaka akampatia urithi wa kiroho wa kuwa mtume. Unajua mahali hapo Paulo kila wakati alipokuwa anaenda kuhubiri alikuwa anateswa sana. Kuna wakati hata alipigwa na mawe kama mob justice, kiasi cha kwamba alikuwa amefariki. Alikuwa anakaa mtu amefariki. Lakini Paulo akaelewa, hapana, hapa mahali ninapigwa sana,
kuna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka akachomoa Timotheo. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Sasa kwa nini shetani alikuwa anapiga hawa vita sana, aswa wakati walikuwa wanakaribia kuingia katika urithi wao? Kwa sababu shetani anaelewa nguvu iliyoko na utukufu iliyoko katika wewe kumaliza vizuri. Sasa huwa anataka story ama hadithi ama ushuhuda ya umwaminio ikuwe na vitu kama vile Mungu alitusaidia lakini anko pia alikam through. Jina la Bwana libarikiwe. Umeshasikia ushuhuda kama hizo? Mungu ametusaidia tumejenga kanisa lakini serikali imetupatia hiyo ushuhuda. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Mungu hapaswi kushiriki utukufu na mwanadamu. Amen. Sasa sikia hii mpendwa, na uweze kushika hii. Hii roho ya mafanikio yaliyo karibu lakini yanakaa kana kwamba unazuiliwa kuyafikia. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Mara nyingi inawazuia wapendwa, jina la Bwana libarikiwe, kufikia hatima yao, kufikia baraka yao, kurithi urithi wao. Jina la Bwana libarikiwe. Kumaliza vizuri maono au uasia wa Mungu juu ya maisha ya mwaminio, au mapenzi ya Mungu juu ya maisha ya mwaminio. Na ndio maana nataka uweze kushika hii na tuombe kwa pamoja. Jina la Bwana libarikiwe. Mara nyingi roho hii inafanya kukuwe na hali ya anga. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Ambayo inazunguka maisha yako na kufanya mtazamo wako wa vitu ianze kukaa kana kwamba wewe haukuwa umeanza na Mungu, ulianza tu peke yako. Sijui kama ushaikutana na watu ambao vile wanavyozidi kusema kwamba I believe in myself, kile wanachojaribu kusema ni kwamba mimi si mahali nimefika, sio Mungu. Si kuna wakati tumeimbishwa hapa nyimbo ya kwamba ni Ebeneza. Si kuna wimbo ya Ebeneza mmeimba mahali? Jina la Bwana libarikiwe. Kuna mtu ukiimba wimbo kama huo hata anashindwa unaimba nini, kwa sababu hao kila ufanisi na kila hatua ambao umepiga kwa maisha wanasema ni wa. Sasa haoni sababu tena ya kusema ni Ebeneza. Sasa roho hii hufanya kukuwe na hali ya anga inayomzunguka mwaminio, kumdanganya kana kwamba umefika umbali huu, umevuka bahari ya Shamu, umehifadhiwa jangwani, haukushindwa na wana wa Misri kwa sababu wewe una nguvu, kwa sababu wewe unaweza. Haleluya. Haleluya. Hebu inua mkono wako wa kulia na useme, katika jina la Yesu Kristo, anga yoyote ya kimapepo ambaye inakusudia kunizunguka aswa wakati ninapostahili kuvuka, kufika utumilifu, kuingia katika urithi wangu, na iangamiza katika jina la Yesu Kristo. Wacha isambaratike katika jina la Yesu Kristo. Wewe utakuwa tu katika anga ya Roho Mtakatifu na uwepo wa Bwana peke yake. Amen. Kwamba atakuwa ulinzi juu ya maisha yako mchana kama mawingu na usiku awe kama Jina la Bwana libarikiwe. Maandiko yanasema kwamba walipokuwa wanatembea jangwani, Bwana akawa na walinda na kuwahifadhi. Mchana wingu lilikuwa juu yao kuwazuia na jua kali. Jina la Bwana libarikiwe.
na ilikuwa ishara ya kwamba hawa wamelindwa na mimi, uwepo wangu uko juu yao, uwepo wangu uko miongoni mwao. Na usiku kulikuwa na wingu la moto. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Sasa shika hii mpendwa, kwamba roho hii hutaka kusababisha uone ahadi lakini usiimiliki. Haleluya. Yaani uone ahadi, yaani uone pale ndipo mahali ninapopaswa kwenda, lakini ukose kuimiliki, ukose kufika. Uambiwe hii ndio nafasi unastahili, lakini hatukuajiri kazi. Ama wakati wengine watu wakiwa wanaona hata kufukuzwa kwa njia mbaya, wanakuambia nenda urudi baada ya wiki mbili, lakini ni ishara ya kuambia hata kama unastahili kupata nafasi hii, wewe nenda, hatukupei. Tutapea mtu ambaye ni wa kabila letu, tutapea mtu ambaye atatupatia hongo. Hebu inua mkono wako wa kulia na useme, katika jina la Yesu Kristo, sitaona ahadi na nikose kumiliki maisha yangu, hatima yangu. Ninatoka mahali pa ahadi na ninaingia katika utimilifu. Hebu sema, kwa Roho wa Mungu, kwa uweza na neema ya Mungu, ananiondoa, ninapiga hatua kutoka kwa unabii na ninaingia katika utimilifu. You are moving from promise to fulfillment, from prophecy to manifestation. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Sasa Hesabu, kitabu cha Nambari ama Hesabu sura ya 13 inatufunulia baadhi ya mambo kadha wa kadha ambayo nataka tuweze kuangalia kwa haraka. Amen. Kuna mtu anajifundisha jambo. Amen. Sasa wacha nifafanue roho hii tena tuweze kuelewa maana halisi na vile roho hii inafanya kazi. Ndiposa ukishika ufunuo huu, una uwezo wa kupigana vita hivi vya imani kwa kushinda, na pia utasaidia mtu mwingine unapoona ishara ya mambo haya yakizunguka maisha ya. Haleluya, haleluya. Kwamba wewe sasa Mungu pia atakutumia kuwa mkombozi na msaidizi wa watu wengine ambao hawajajua kwamba kuna roho ya kukaribia mafanikio, lakini wanashindwa kuyafikia, inayofanya kazi kwa maisha yao. Sasa ufafanuzi wa mada hiyo, near success syndrome ama roho ya mafanikio ya karibu lakini yasiyofikiwa, ufafanuzi wake ni upi? Shika hii na usikie vizuri. Ni mfumo wa kiroho ambapo mtu anapiga hatua kuelekea lengo alilopewa na Mungu. Haleluya. Yaani ni mfumo ambao unakuta unapiga hatua ukielekea lengo ambalo Mungu amekuamuru ama amekuagiza. Jina la Bwana libarikiwe. Ama Mungu amekupea, lakini utimilifu wake unacheleweshwa. Haleluya. Utimilifu wake unafanya nini? Ama unazuiliwa, ama unakatizwa. Na ndio maana huwa unasikia watu wakiongelelea mambo ya delay, na kuna wengine wanaibatiza majina ama wanaifanya ionekane ni kama ni jambo ambalo ni Mungu anafanya. Better delay than. Ushaisikia watu wakisema mambo kama hayo? Sasa kuna kucheleweshwa ambayo ni ya kimapepo. Yaani Mungu amekusudia ufike haraka, lakini kuna nguvu za kimapepo ambayo inakuzuia. Kuna nguvu ya roho
ya kuzuiliwa kufikia mafanikio, inakuzuia. Hebu inua mkono wako wa kulia na useme, katika jina la Yesu Kristo, chochote kilicho changu, safari niliyoanza na Mungu kwa kujua mapenzi yake, sitacheleweshwa, haitakatizwa na sitazuiliwa katika jina la Yesu Kristo. Hatima yako, familia yako, huduma yako, ndoa yako, ufanisi wako, watoto wako, biashara yako, huduma iliyo ndani yako haitacheleweshwa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Na haitakatizwa. Unajua mimi nilikuwa katika kanisa ambayo tulikuwa na watu ambao walikuwa ni kama ni wachawi. Yaani mtu ambaye anakutazama anakuona wewe ni kijana ambaye ana moto ya kumtumikia Mungu, lakini kila wakati vile anakuongelesha, vile anakufanyia kanisani, ni kana kwamba anataka usiwahi kuwa na huduma. Sasa kuna wakati anakuambia wewe ni ajali itakayofanyika. Kuna wakati hata wanakudanganyia, wanasema kwamba wewe unaenda huku na kule ukipea wasichana mimba, vitu vya uongo. Can you shout fire? Hiyo roho tunaikemea katika jina la sio hapa. Hapa vijana, watoto, wamama, wazee watamtumikia Mungu bila kuzuiliwa, bila huduma zao kukatizwa, bila kucheleweshwa pasipo na sababu ya Haleluya. Sasa roho hii hutaka kuchelewesha mtu, kukatiza maono na safari aliyoanza na Mungu, au kumzuia. Na tazama mstari tuliosoma hapo awali ilituelezea jinsi ambavyo roho hii hufanya kazi kupitia uoga na nini? Ilisema uoga na kuvunjika moyo, ama kukuwa na hali ya kufadhaika moyoni. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa roho hii inapofanya kazi kwa maisha ya mpendwa, hata ikiwa umeokoka na wewe ni mtumishi wa Mungu, umepakwa mafuta, kwa sababu wakati mwingine kama watumishi ama watu wameokoka, tunasema hiyo ni mafundisho ya watu ambao hawajaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa roho hii inaweza mzuia mtu, huyo mtu akue amehitimu kupewa nafasi, amehitimu kazi, amehitimu kukuwa kiongozi, amehitimu kwenda katika nafasi nyingine, lakini anazuiliwa, lakini anakosa kuchaguliwa. Haleluya. Kama ni mtoto shuleni anaanza kubaguliwa, lakini we mzazi na hata mwalimu mwenye anambagua anajua huyu mtoto amehitimu. Kuna watoto wa university ambao vyuo vikuu unakuta umepita vizuri, lakini matokeo hayapatikani, na hata profesa anasema ajui mali hii. Sasa unacheleweshwa. Ndoto na maono uliyokuwa nayo makubwa yanakatizwa mapema. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Tunanenea yeyote ambaye amesimamia Kenya Power maeneo haya. Jina la Bwana libarikiwe. Ahakikishe kwamba hakutatokea vile kumefanyika tena katika jina la Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Hata tuchomea vyombo. Amen. Tangia jana tumeona vile kulikuwa na mvua nyingine ambayo iko ya kawaida jana. Sijui kama kuna mtu aliiona. Mvua ambayo inakuambia kama Mkristo mapema usiende church. Kuna baridi. Haleluya. Alafu jana ndio kukawa kuna watu wamepokea vikombe. Sasa haleluya, walikuwa wanapanga sahani. Amen. Kama hujashika hujashi. Haleluya. Turudi kwa roho hii ambayo lazima tupambane nayo, na sisi ni zaidi ya washindi. Amen.
na tunapigana vita vyetu kutoka mahali pa ushindi, sio mahali pa kung'ang'ania ushindi. So roho hii inaweza fanya mtu aanze safari lakini hata maliza. Aanze safari lakini hata ahusike kwa huduma inapoanza kwa kung'ang'ana, lakini wakati sasa inafika mahali ya sisi kufurahia matunda, haumalizi. Asababishe uhusike kwa biashara kuanza, kwa mfano familia kuanza. Haleluya. Lakini wakati wa kukula matunda, wakati wa kufurahia kazi uliohusika kuanzilisha, ukute kwamba wewe sasa tena hauna nafasi. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Roho hii inaweza mfanya mama ama Mkristo achukue mimba kupitia neno la Mungu, kwa kuelewa mapenzi ya Mungu juu ya maisha yake. Awe na mimba ya maono ya Mungu, lakini ashindwe kuizalisha. Na kwa ibada ya kwanza nilikuwa napeana mfano wa Efraimu. Efraimu jina lake linamaanisha urithi maradufu, double inheritance or double portion. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini maandiko inasema hata ingawa alipokea urithi maradufu kutokea kwa babu yake Ibrahimu, babu yake Isaka na babu yake Israeli ama Yakobo, kwa sababu unajua, haleluya, Israeli alipofika nchi ya Misri, kuna siku kabla ya yeye kufariki akaenda kwa nyumba ya Yusufu, akachukua watoto wawili vijana, watoto wa Yusufu. Mmoja alikuwa anaitwa Manase, ambaye jina lake linamaanisha kusaulika. Sasa ukiwa unaitwa Manase utasaulika sana, na watu wasianzishe watoto hayo majina. Amen, haleluya. Sasa huyu mwingine akaanzishwa Efraimu, na babu akafanya hivi, akafanya mkono wa kulia ukaenda kwa mdogo na mkono wa kushoto ukaenda kwa mkubwa, akambariki. Jamaa akapokea baraka hizo, kwa sababu hata Mungu aliweka muhuri kwamba huyu anastahili. Lakini ukiendelea kusoma Biblia, haswa nadhani ni kwa kitabu cha Hosea, inamzungumzia Efraimu samani, na inasema Efraimu ni kama mkate ambao haujaiva pande zote, umeiva upande mmoja tu. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa yeye anachukua nafasi, anachukua muda mrefu sana mahali watoto wanapaswa kuzalishwa ama kuzaliwa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Anachukua muda mrefu sana. Ina maana kwamba ana mimba ya maono makubwa, mambo ambayo alipokea kama impartation, kubarikiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini ameshindwa kufanyika mambo haya katika maisha haya. Sijui kama umeshaiona mtu ambaye anakaa kukuwa kiongozi, anafaa kuwa ako sawa, anafaa kuwa, yani ukimwona hauone shida, lakini ukikaa na yeye muanze story, hata anakuomba mbao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sisemi ni vibaya mtu kuitisha msaada, lakini kuna mtu unaweza mtazama uone kwamba huyu mtu hapaswi kuwa mahali yupo siku ya leo. Na wengine hapa, nyinyi ni warembo, kuna wanaume mtaoleka kwao na Mungu amewapatia neema na mafuta ya kuwapeleka mahali wanafaa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Si ati mtaolekea bure, Bwana Yesu asifiwe. Lakini vile Mungu anawakuza katika huduma hii ni kwamba utaingia kwa maisha ya huyo kijana ambaye ni mume wako, ama huyo jamaa ambaye atakuwa mume wako kwa mapenzi ya Mungu, na unamuondoa hatua moja unampeleka hatua 6, 7 juu. Haleluya. Haleluya. Unajua kwa Biblia kuna wasichana wawili, siku moja nitahubiri kuwahusu. Wakati urithi wa wana wa Israeli ilikuwa inapeanwa, baba yao alikuwa amefariki kwa sababu alikuwa mtu mwenye anaongea sana kuhusu uongozi. Sasa akafuku, lakini urithi wake ukabaki. Na kwa familia yake hakuwa na vijana. Lakini sheria ambazo wana wa Israeli walikuwa nazo zilikuwa zinasema wasichana hawapaswi kurithi mali.
Si hata siku hizi bado tunaona kuna hiyo kasheshe inaendelea. Ukiwa mzazi na uko hapa, andaa urithi kwa ajili ya watoto wavulana na wasichana. Acha tabia ya agano la kale. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa hao wasichana walienda kwa Musa, wakamwambia hapana, sheria zinasema hivi, lakini sasa baba yetu alikufa na kuna urithi. Sasa nani mtapatia? Haleluya. Do you know Mungu alinena, jina la Bwana libarikiwe, na wasichana wakapewa urithi wa nani? Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu inua mkono wako na useme, katika jina la Yesu Kristo, chochote ambacho ni urithi wangu, ambacho ni mapenzi ya Mungu, ni urithi na uwe wangu, hakitakuchukuliwa na sheria na mambo ambayo wanadamu wanajifanyia kwa ajili ya kuleta utaratibu wa maisha. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu kuna utaratibu wengine ambao utanyanyasa watu wengine. Utanyima watu wengine kupokea vitu ambavyo ni vyao. Si kuna familia ukiangalia watoto wavulana wote wamefanyika kukua nini? Najua niko kwa madhabahu, sitaki kusema. Kuna familia unaangalia vijana hivi hawezi kuwa wa msaada wowote kwa wazazi. Lakini kuna kasichana kamoja ama wasichana wawili, akili zao zinafanya kazi kama wanaume. Lakini unakuta kwa sababu ya mila na ukabila na sheria na desturi ambazo hazina mbele wala nini, zinazuia wasichana ama watoto kama hao kukuwa ndio wasimamizi halisi wa mali ya familia, asua wakati wazazi wanaondoka. Alafu baada ya wazazi kuondoka, wale ambao wanapewa majukumu ya kusimamia mali ya familia ni watu ambao kwa mwezi ama mwaka mmoja ama miaka 3 wamemaliza kila kitu ambacho wazazi wao walifanyia kazi kwa zaidi ya miaka 70. Can somebody shout fire? Haleluya. Jambo kama hilo halitafanyika kwa maisha yako au kwa uzazi wako. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Sasa roho hii inaweza mfanya mtu akaribia mafanikio na ashindwe kuingia. Lakini Bwana anasema nini? Anasema panda. Sijaruhusu vita za Misri zikushinde. Sijaruhusu wewe ushindwe kuvuka bahari ya Shamu. Sijaruhusu jangwa ambazo umepitia zikuangamize. Nimekustahimilisha, nimekuhifadhi, panda ukamiliki. Lakini kuna mtu anafika katika boda ya urithi wake, kisha anashindwa kupanda. Anashindwa. Bwana Yesu asifiwe. Unamwambia kaa na kaa kana kwamba, haleluya. Sijui kama kuna mtu mmeshaita, mnamwambia ni wewe unaitwa, lakini karibu hata arudi nyuma. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Sasa Israeli walipofika Kanaani, maandiko yanatusaidia kuelewa hivi kwamba ahadi ya Mungu ilikuwa mbele yao. Nchi waliokuwa wanaenda kupanda kumiliki, jina la Bwana libarikiwe, lilikuwa inazalisha, ilikuwa nchi ya matunda. Kwa Kiingereza tunasema fruitful. Jina la Bwana libarikiwe. Fursa au nafasi ilikuwa mbele yao, lakini jambo la kuhuzunisha, wakashindwa kuingia. Hebu jinenee tena na useme katika jina la Yesu Kristo, wakati Mungu amesema niingie, nitaingia, sitashindwa kuingia. Haleluya. Sasa kwa kitabu cha Nambari ama Hesabu samani, sura ya 13 mstari wa 24, maandiko inasema hakika nchi hiyo inamiminika na maziwa na asali. Ni nchi iliyojawa na asali na maziwa. Lakini kuna watu wanaambiwa wapande, wanashindwa kufanya nini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
Sasa katika hali hiyo, kwa sababu ya uoga na ripoti mbaya ambayo tunaenda kuona kwa ufupi, waliletewa na watu ambao hawaelewi mahusia ya Mungu. Watu hawa wakawa wanaona ahadi, jina la Bwana libarikiwe, lakini wanashindwa kuimiliki. Wakawa wanaona baraka, lakini wanakosa kuimiliki. Sasa kwa haraka tuangalie ni kwa nini Mungu aliwatuma watu 12 kuingia katika hiyo nchi kwanza, kuona vile ilivyo. Siri ya Mungu ilikuwa ni gani? Jina la Bwana libarikiwe. Sasa elewa, Mungu alituma wapelelezaji 10 na wangapi? Aliwatuma. Na wewe ukitumwa siku moja na Mungu, usiletee watu ripoti mbaya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Siku ambao utakuwa ni wewe unawakilisha watu, kuwa mwakilishi mzuri. Hebu jiombee na useme, katika jina la Yesu Kristo, nitakapokuwa katika nafasi ya kuwakilisha watu, nitawakilisha vizuri. Aya, mwingine jiombee na useme, ikiwa niko katika nafasi ya kuwakilisha watu, ninatubu sasa mahali popote nimewakilisha watu vibaya, na ninapokea hekima ya Mungu kwa uweza wa Roho Mtakatifu kuwakilisha watu vizuri vile ambavyo Mungu anataka. Haleluya. Sasa aliwatuma watu hawa 12 kwa sababu nambari 12 inawakilisha utawala wa Mungu. Mungu alikuwa anataka watawale nchi hiyo. Kabla ya watu zaidi ya 3 kuingia, alituma watu 12 kwanza, ili wafanye nini? Watawale hiyo nchi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Na ndio maana nataka usimame kwa miguu yako, kwa sababu hii ibada si ibada ya kawaida. Hebu simama na upige hatua 12 na useme kwamba ninaingia mahali ambapo nimekuwa nikizuiliwa kutawala. I enter to reign in the mighty name of Jesus. Ashandarabakaya. Hebu nyosha misuli, nyosha miguu yako, piga hatua 12 na hakikisha umehesabu yamefika 12. Kutawala kama ishara ya kiunabii kwamba wewe unaingia kutawala. Utatawala kwa njia ya kiungu katika ndoa yako, biasharani mwako, shuleni, katika huduma. Mungu atapanua mipaka yako. Kazini utatawala, katika nchi hii utatawala katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa umepiga hatua 12, basi keti sasa. Amen. Sasa pia aliwatuma 12 samani, kwa sababu nambari 12 inawakilisha agano ya Mungu na watu wake. Agano ya Mungu na nini? Haleluya. Sasa hatua hizo 12 ambazo umepiga, na natumai umefanya hivyo, zinawakilisha kwamba kwa njia ya kiunabii, kwa mtazamo wa kiroho, wewe sasa umepambanua na kuelewa kwamba Mungu ana agano na wewe, na lazima uingie utawale, sio kutawalwa. Haleluya. Haleluya. Sasa nambari pia 12 inawakilisha mamlaka ya Mungu. Mamlaka ya nini? Haleluya. Sasa mamlaka ya Mungu iko juu ya maisha yako. Ndio maana amesema wewe ni ufalme na ukuhani ambaye anapaswa kutawala duniani. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Nambari 12 pia inawakilisha mpangilio uliokamilika ya Mungu. Mpangilio iliyokamilika ya kiungu. Yaani mambo yako sasa, vile ambavyo umepiga hatua hizo 12, utaanza kuona mpangilio wa Mungu iliyokamilika. Hebu mtu aseme amen. Utaanza kuona mamlaka ya Mungu ikifanya kazi juu ya maisha yako. Hebu mtu aseme amen. Utaanza kuona nguvu ya agano mpya ikifanya kazi ndani ya maisha yako. Sasa wewe sio mtu ambaye atawekwa chini na laana za kushindwa tena. Amen. Mahali watu wa familia yenu walishindwa, wewe unavunja rekodi na unaweka rekodi nyingine ya vizazi na vizazi. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Majitu yaliyotishia wazazi wako na watu wa kwenyu wakarudi nyuma wakasema hatutaingia, sisi ni watu waoga. Sasa wewe havitakutishia tena, kwa sababu mafuta ya Mungu, ya agano yake, ya mpangilio wake, ya mamlaka yake iko juu ya maisha yako. Utawala wa Mungu uko juu ya maisha yako. Mahali popote unaingia sasa, uingie ukiwa unajua unatawala. Amen. 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 Hebu jinene, weka mkono wako wa kulia kwenye kichwa na useme, katika jina la Yesu Kristo, ninaombea uwepo wangu kwamba mahali popote ninaingia, ninapofika hivi ninatawala. Ninatawala. Uwepo wangu umebeba harufu ya kutawala. Uwepo wangu umebeba anga ya kutawala. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na nambari 12, na sababu ya Mungu kutuma watu wao 12 ambao walikuwa vichwa vya makabila 12 ya wana wa Israeli, ilikuwa inawakilisha nini? Jina la Bwana libarikiwe. Ilikuwa inawakilisha hali ya wewe kusimamia wengine. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa Kiingereza ni representation. Haleluya. Kwa sababu Mungu hufanya kazi vizazi na vizazi kupitia nini? Uwakilishi ama mwakilishi. Ili Mungu afungue njia fulani katika kizazi fulani, ili Mungu afanye mambo fulani katika kizazi fulani, lazima kuwe na mwakili. Sasa Adamu alituwakilisha na akatuwakilisha vibaya, tukafanyika wenye dhambi. Lakini habari njema ni hii. Jina la Bwana libarikiwe. Kristo ambaye ni Adamu wa pili, alipokuja ametuwakilisha katika ushindi. Jina la Bwana libarikiwe. Na sasa tunapojifundisha kuhusu vile wana wa Israeli hawakuwa na mtazamo huu na ufunuo huu, sisi hatutashindwa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Sisi tumewakilishwa vizuri na tutasonga mbele na bendera ya Kristo ya ushindi katika kila mkoa, katika kila maeneo, katika kila nchi. Ndio maana jiandae, tutaenda na ndege kote kote kuhubiri Injili. Amen. Haleluya. Hata wengine tutawahubiria na Kiswahili na watasikia. Amen. Wengine tutafika tu hivi na Roho anatupa lugha ya Kifaransa na tunawahubiria nayo, kwa sababu inawezekana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa kila kabila liliwakilishwa, lakini jambo la kuhuzunisha, waliwakilishwa kabila 10 ziliwakilishwa vibaya. Na ndio maana kwa mara nyingine tena, usichoke na mimi, nataka ujiombe na ujiambie katika jina la Yesu Kristo. Hebu inua mkono wako wa kulia na useme, in the name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo, yeyote ambaye ananiwakilisha kwa maisha haya, iwe nyumbani, kwa familia yetu, kazini, shuleni, kazini, shuleni, katika biashara, ama hata katika huduma ambayo nilikuwa kabla kufika katika kanisa hili, ambaye sio mwakilishi mzuri, aondolewe sasa katika rekodi ya maisha yangu. Haleluya. Katika anga yako ya kiroho na mambo yote ambayo yanahusiana na wewe, ambayo yana nguvu, jina la Bwana libarikiwe, ya kuinfluence vitu ambavyo vitafanyika kwa maisha yao kwa hali ya kiasilia, iondolewe. Bwana Yesu asifiwe. Any wrong representation in your life, let it be shifted, let it be erased, let it be sacked, let its reign and its place in your life expire in the name of Jesus. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu walipowakilishwa vibaya, tunapata kuelewa kwamba roho hii ya kuzuia watu kufika mahali Mungu amekusudia wafike, ikiwa yule anakuwakilisha amekuwakilisha vibaya na akawekwa chini, akashindwa, akawa amedanganywa na roho hii kukubali kutosheka ambako siko kwa Mungu,
You know there is a satisfaction that is not of God. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaona kwamba kupitia hawa wawakilishi wabaya, watu wengi ambao ni wana wa Israeli, jina la Bwana libarikiwe, haleluya, waliangamia. Kuanzia miaka 20 kupanda, waliangamia. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Mara nyingine tena, hebu inua mkono wako ukulie na useme, katika jina la Yesu Kristo, any wrong representation in leadership in my life, in authority in my life, let it be erased now. Let it be removed. Let it be sacked. Let it expire from my life. Kataa kuwakilishwa vibaya. Mtu akisema wao ni unajua sisi maskini, ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua sisi ni wewe mgonjwa, sio sisi. Usituingize kwa mambo yako. Unajua sisi tuliochelewa, ni wewe. Sisi tuko mbele na Yesu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Hatuchelewi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Sasa roho hii ilifanya kwamba urithi uliokuwa unastahili kumilikiwa na wana wengi wa Israeli ikawa haina watu wa kuimiliki tena. Na ujue wakilishi wale ambao walikuwa wanawakilisha wana hao wa Israeli, wengi wao walikuwa na nini? Na kibali. They had status. Walikuwa na hadhi, karama na nafasi, lakini wakaitumia vibaya. Hebu kwa mara nyingine tena inua mkono wako ukulie na uweze kuomba na useme, katika jina la Yesu Kristo, nitakapofanyika kuwa mwakilishi, nitatumia status yangu, gifting yangu, position yangu kwa njia ya kumtukuza Mungu na kuwapeleka watu mbele katika hatua nyingine. Haleluya. Yaani ukiwa kiongozi na useme tayari tumeshindwa, umeongelelea watu wengi zaidi ya wewe peke yako. Haleluya. Ukiwa kiongozi na useme sisi hatutawahi pita hapa, umeongelelea watu wengi zaidi ya. Sasa wale wanaokuja nyuma yako wasipoelewa hiyo na kujua jinsi ya kuiondoa kupitia ufunuo ndani ya Kristo, watafungwa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa wawakilishi hao wabaya, yale mambo walioona kama vile ardhi hiyo, nchi hiyo, na wakarudi na ripoti mbaya, ndio walisababisha wale ambao walikuwa wanawakilisha kuona tu, lakini hawakufika. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani kiongozi mbaya anaweza kusababisha usikie tu ama uone tu ukuu wa yale mambo Mungu anataka kufanya, lakini ukose nguvu na uweza wa kuingia katika ukuu na utawala huo. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini nina habari njema. Haleluya. Kuna watu ambao walikuwa na roho ya Kristo ndani yao. Anaitwa Kalebu na Yoshua. Amen. Maandiko nasema kwamba Mungu akawa anawanenea na akasema wana roho nyingine. Wana roho gani? Yes. Ina maana kwamba ikiwa kuna viongozi ambao wanaweza akilisha watu vibaya, Mungu hajatuacha bila tumaini. Na tumaini ambayo ametuacha na ni tumaini la utukufu. Na ni tumaini la utukufu kwamba Mama Ble, kuna viongozi ambao wana roho ya Mungu ndani yao. Amen. Katika jina la Yesu Kristo, inua mkono wako wa kulia tena na useme, in the name of Jesus, ninaombea viongozi walio na roho ya Mungu kuniongoza
katika nafasi ambazo wanapaswa kuniongoza kwa maisha hii. Haleluya. Kwa sababu kwa maisha hii sio wewe utakuwa kiongozi wa maisha yako peke yako. Kuna nafasi ambazo zitapewa watu kukuongoza. Na wacha wawe watu walio na roho ya nani? Kataa kuongozwa na mtu ambaye hana roho ya Mungu. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba tujaribu, tupambanue kila roho. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiona hii sio ya Mungu, haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Sasa ni watu wawili tu, Yoshua na Caleb, ndio waliokuwa na roho ya Mungu, na ni watu hawa pamoja na vizazi wao na vizazi vyao ndio walioingia na kumiliki urithi wa Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nisaidie kuambia jirani katika jina la Yesu Kristo, nitaingia, kwa sababu principle zangu ziko sawa katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia kwa uongozi na roho aliye kwa kiongozi iko sawa. Kwa sababu niliwaelezea kwamba ni kanuni ambayo Mungu anafanya kazi nayo ya kuwakili, na pia ni kanuni yule anayekuwakilisha awe na roho ya nani? Kwa sababu akiwa na roho ya Mungu ataona vile ambavyo Mungu anaviona. Unapoona kushindwa anakuambia nyamaza. Kama una kitu ya maana ya kusema nyamaza. Amen. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na watu hawa waliokuwa na roho ya Mungu, maandiko nasema kwamba wakawa wanaona nchi ile kwa utofauti. Wakawa wanaona wana uwezo wa kuichukua. Haleluya. Maandiko nasema Kalebu akawatuliza watu, akawaambia tulieni, msibebwe na ripoti mbaya ambayo hao wengine wanapeana. Tuna uwezo. Haleluya, haleluya. Kwa dakika moja nataka unenee kila kitu ambacho umekusudia kuingilia, kwamba una uwezo wa kuingia. Hebu ambie I'm coming for. Kwa mfano mwezi wa June uko hapa, mwezi wa 6 uko hapa, iambie I'm coming for you in the name of Jesus. And I'm entering you in glory, in power. Ninakuingia kwa utukufu na uwezo wa Mungu. Nenea kila jambo ambalo Mungu amewekeza mbele yako ya wewe kuingia, kwamba unakuja na umefika. Shalabra sokota. Viko sobredi kasaya nama. Yakamona zagadaya. In Jesus name, amen. Na watu hawa hawakuona tu nchi hiyo kwa utofauti, bali pia walikuwa na utazamo wa nani? Utazamo wa Mungu. Na siwezi kumalizia bila kuwaombesha ombi ambalo Paulo aliombesha kanisa la Efeso. Hebu jiwekee mkono wako wa kulia kwenye macho kama ishara, na ujiombee kwa kusema hivi: katika jina la Yesu Kristo, ninapokea roho ya hekima, ufunuo na maarifa ya Kristo, kwamba macho ya roho yangu yanatiwa nuru, na ninajua mwito Kristo alioniita kupitia wokovu. Ninajua utajiri wa urithi ambao amewekeza ndani yangu na katika watakatifu. Ninajua nguvu inayofanya kazi ndani yangu iliyofufua Kristo kutoka kwa wafu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua nguvu. Sasa ukiwa unajua nguvu hiyo, unapofikia mambo mazito ambayo yanakaa kana kwamba ni milima haisongi, maandiki nasema kuna nguvu inayojibu maombi wapi? Ndani yako. Amen. Haleluya. Kuna nguvu inayojibu maombi wapi? Na ndio maana baadaye Kalebu alipokuwa miaka 80 kwa Kiswahili tunasema 80, si ndio? Alipokuwa miaka 80 akawa baada anasema nina nguvu kama nilivyokuwa kijana. Kwa sababu mtu aliye na roho ya Kristo ndani yake ana nguvu. Amen. Akikwambia ana nguvu hata kama ni kwa sauti ya polepole, wacha kuanza kumconvince kwamba mbona unakaa mgonjwa. Amen. Hata akisema nina nguvu,
ana nguvu. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Hata kama acheki kwa sababu ni machozi inatiririka, ana nguvu. Siri ya mwisho kisha tumalizie ibada yetu. Kwa nini waakilishi 12 waipeleleze nchi hiyo kwa siku 40? Sasa shika hii mpendwa. Maandiko nasema wakarudi baada ya kuipeleleza nchi siku ngapi? Zungumza na mimi, siku ngapi? Sasa tulisema kwa ibada ya kwanza, na nataka uweze kushika kwenye ibada hii ya pili, kwamba nambari ya 40 inaakilisha nini? Majaribu. Inaakilisha nini? Kwa sababu kila wakati Mungu anapokupa ahadi, kila wakati Mungu anapokupa unabii, lazima atakujaribu. Na unabii huo na ahadi hiyo itajaribiwa. Ndiposa hata watu wanapokuahidi vitu itajaribi. Na hata mtu anaposema ninasikia Roho wa Bwana anasema, unabii huo utajaribiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Nambari 40 pia inawakilisha mpito, transition. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa walipokuwa wanaipeleleza kwa siku 40, ilikuwa hali ya kuwakilisha kwamba ikiwa viongozi wanaipeleleza nchi hii kwa siku 40, basi nchi ya Israeli yote inajaribiwa ama inapitishwa kama wanastahili kuingia nchi hii. Amen. Haleluya. Na ndio maana unakuta kwamba kwa maisha yako unapofanya mambo ambayo ni Roho wa Mungu amekueleza ama amekuelekeza, na ni mambo ambayo ni mapenzi yake, unapokaribia utimilifu wake, mafanikio yake, kuna majaribio ambayo huwa yanaongezeka sana. Amen. Paka unashindwa, mbona haya majaribio hayakuwepo wakati ambapo sikuwa nimetangaza ninafanya jambo? Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Nambari 40 pia inawakilisha nini? Inawakilisha maandalizi. Sasa Mungu alikuwa anajaribu kuandaa mioyo ya viongozi na nchi nzima, lakini jambo la kuhuzunisha ni kwamba ni viongozi wawili tu na vizazi viwili tu viliandaliwa vizuri. Kalebu na niliwaambia Jumapili iliyopita. Haleluya. Mimi kuna wakati tulimaliza mtihani wa kidato cha 8. Nilikuwa nimepita vizuri. Nilifaa kuenda national school. Nilikuwa na leta ya Ambira hivi. Ambira ilikuwa national school those days, msi. Haleluya. Haleluya. Lakini wazazi wakakuja wakaniambia, sasa tuko na loan Kenya Women. Kaka kwanza pesa hakuna. Lakini nashukuru Mungu, pesa ilikosekana lakini nilikuwa na wokovu tayari ndani yangu. Nilikuwa nimeanza kujua kuramasaika. Nilikuwa nimeanza kujua kuenda kesha. Hii kesha huwa tunawaitia na wengine mnajifanya mko busy. Nilikuwa sijaanza leo. Amen. Hata kuna wakati nilikuwa naenda na ka windbreaker ka sweater. Juu najua nikirudi nyumbani nichukue jacket vizuri. Baba yangu kwa sababu ni Roman Catholic hata kubali. Tasema shika risari tu. Ombea hapa Maria. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikiwa ninatumika pale kanisani mwetu, askofu wetu alikuwa amejaribu kuniapplyia hizi scholarship za Equity kakataa. Sijui kama ilikunywa maji ama ilienda aje. Amen. Mimi huwa nashawishika haikukataa. Kuna kitu ikuwa sawa. Amen. So unaweza ukiwa kiroho unaweza jua ukichezwa. Lakini unajiambia juu mimi ni mdogo na mafuta iko juu, siku itafika. Hallelujah. The Lord is my vengeance. Sasa ikiwa nimemaliza kuongoza nyimbo za ibada, sasa hata hii kuimba tunaimba kanisani. Tujaanza saa hii. Amen. Usione mwili udharau sauti. Ama usisikie sauti udharau mwili. Sasa baada ya kumaliza kuimba, kuna mzee alikuwa chairman
wa development kanisani. Alikuwa anaitwa Caleb. Sasa hizi ni kwa saa hii yeye ni mchungaji na Redeemed Gospel something. Akageuka nyuma baada ya mimi kuongoza ibada kusifu na kuabudu, akaniuliza, ulipata nini KCP? Nikashindwa hiyo swali imetoka wapi, kwa sababu ni ajabu mtu mwenye amjuani akuulize, lakini nikajua Mungu anafanya kazi. Nikamwambia, akaniambia, aya, kimbia nyumbani ulete makaratasi. Kama ingekuwa shetani anajaribu kupigana na hatima yangu lakini ameshindwa, ningeenda baada ya National School in Western, kwa sababu alijaribu kuapply na alikuwa analipa karo yote mpaka form. Haleluya. Nifuate vizuri, usiangalie masaa, tunamalizia. Amen. Sasa baada ya kujaribu na haikuwezekana, kwa sababu hiyo wakati pia unaona wabunge tuko nao wengine ni waovu sana. Anaweza kuwa na mtoto ashiki masomo, lakini anaenda anachukua nafasi kwa National School. Wewe ambao umepita kwa sababu wewe ni maskini ama kwa sababu wazazi hawawezi, haunakosa nafasi. Hilo ndilo jambo lilinifanyikia. Mtu alichukua nafasi yangu, lakini ni vizuri alichukua kwa shule, sio kwa ufaa. Kwa sababu Mungu baada alikuwa ananiandaa, kuna kitu alikuwa anataka afanye kwa maisha yangu. Sasa huyo mzee akaniambia, sasa wewe tafuta shule around, alafu mimi nitakulipia uende usome. Na hapo juzi tu ndio nilipata huu ufunuo. Hapo Kalebu akatumika kupeleka nani shuleni? Haleluya. Sasa Kizungu na Kiswahili ninanena ni kwa sababu kuna Kalebu alisema enda alikuwa na roho ya Mungu. Hakuangalia mimi ni kabila lake, kwa sababu sio kabila langu. Aya, shika hii. Narudia kile nilisema Jumapili, kwa sababu nilikuwa nakuelezea ndio ushike sequence. Amen. Mimi sio mchungaji wako bure, na siitwi Joshua bure. Haleluya. Wewe nione vile unataka kuniona, lakini kwa ule ambaye anaweza ona mtu wa kiroho ambaye amesimama mbele yake, ikiwa kuna mahali popote umeshindwa kuingia kwa hatima yako, kwa kile Mungu anafanya, utaingia. Ninakuambia utaingia. Hebu sema amen nzuri. Kama kuna vita umepigana ukashindwa, utashinda. Utashinda. Haleluya. Utafanya nini? Haleluya. Sasa siku 40 inaakilisha kujaribiwa. Kipindi cha kujaribiwa. Na watu hawa walipojaribiwa wakashindwa, wengine kupita mtihani wa mwisho. Kuna watu wameshaikalia, unaenda kukalia mock, unaanza kujisusulia. Bwana Yesu asifiwe. Ati na kitambo wakati wetu watu walikuwa wanaona karatasi ya yellow. Bwana Yesu asifiwe. Wana idara ya mtihani pia, Mungu awasaidie. Jina la Bwana. Yaani unauziwa uoga na karatasi ya green. Unaiona unasahau once. Tulikuwa tunasoma na wengine wana faint. Sasa kwa sababu nilikuwa CU na nilikuwa chairman wa CU, na kuja uombee huyu afanye mtihani. Sasa unashindwa wewe pia Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini wakati wengine wanaimba wimbo ya kushindwa, wewe utaimba wimbo ya ushindi. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Your story will end to God be, na sio Nigeria movie. Najua Nigeria movie tu ni fiction and whatever, lakini hata kama hiyo inaweza kutumika ku make a point uipate, your story will end in glory. And it is an ever increasing, ni utukufu ambao unaendelea na kuongezeka. Sasa wacha nimalizie kwa kuelezea haya point 2 alafu tumalize. Amen. Shika hii. Kila ahadi hupitia kipindi
cha majaribu. Ninarudia tena, kila unabii hupitia kipindi cha nini? Jina la Bwana libarikiwe. Na unabii na ahadi hiyo itajaribiwa, neno hilo litajaribiwa, na hata wewe moyo wako itajaribiwa, kama unaweza kustahimili majaribu na ushinde the mock paper. Haleluya, mtihani huo wa mwisho, kabla ya wewe kwenda katika hatua nyingine. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Na ikiwa ni hivyo basi, ikiwa kila ahadi au nabii utapitia kipindi cha majaribio, watu wengi huuliza swali mbaya wakati wanajaribiwa na unapitia huo msimu, unashindwa, vita imeongezeka sana, mbona watu wamenitoroka, mbona watu Sikia hii na usikie vizuri. Acha kuuliza maswali ambayo haupaswi kuuliza. Na mojawapo ya swali ambao watu wengi huuliza, na ni swali mbaya, sio swali wanapaswa kuuliza, huwa ni swali ambayo linasema, Mungu anaweza kufanya kweli? Haleluya. Kuna watu wanapokaribia utimilifu, wanapokaribia kile Mungu anaenda kutenda kwa maisha yao, na wanaona vita, wanaona changamoto, wanaona hali ya ugumu fulani ambao unakuwepo, badala kumgeukia Mungu ambaye ameleta this far, ambaye ameleta umbali huu, wanaanza kuuliza, na je, Mungu anaweza kweli? Na unajua mtu ambaye hamuamini Mungu wako akikuuliza Mungu wako wapi, alafu hata wewe uangalie nyuma, uangalie left, alafu useme ako wapi by the way? Bwana Yesu asifiwe. Unajua hiyo ni inamuuma Mungu zaidi kuliko vile ambavyo huyo mwingine ameuliza. Haleluya. Kwa sababu wakati vita imechacha, wakati kuna huo ugumu, unaona unapokaribia, Mungu huwa anafanya tu hivi, anangoja tu aone kama utamchagua ama utafanya nini. Lakini wengine finish wengine huwa anaanza kukiri vitu. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua hata Mungu anakaanga vile maisha yetu tunaishi, anakaa kama fan wa football. Vile jana watu walikuwa, na sijui kwa nini fans wanapenda Bwana Yesu asifiwe. Hata mtu ambaye hana kitu ako, haleluya, huwa anafanya hivi, anangoja tu aanze kusherekea, alafu wengine wanashindwa, wengine wanafika na mpira kwenye goli, alafu wanapiga, na anatembea na madharau na kiburi ya Bwana Yesu asifiwe. Kwa kitabu cha Ibrania maandiki nasema Mungu apendezi, moyo wa Mungu haupendezwi na mtu ambaye anarudi nyuma. God is displeased with those who turn backward. Hallelujah. Sasa usiulize kama Mungu anaweza. Tayari historia na hadithi ya msichana bikira kupata mtoto inatusaidia kuelewa kwamba Mungu ana uwezo wa kufanya kile mwanadamu hawezi kufanya. Sasa wacha kumuuliza maswali ambayo sio maswali halisi. Kile ambacho unapaswa kuuliza mpendwa, tunapoamka kuomba ni kwamba nitaamini wakati wa subira. Je, nitazidi kuamini wakati wa subira? Kwa sababu the 90 minutes is not over. Jina la Bwana libarikiwe. The 11th hour is not yet. Nitaamini je katika wakati wa subira? Haleluya. Je, nitaamini wakati wa subira? Kwa hivyo siku ya leo nataka tushike tukimalizia. Hebu simama kwa miguu yako. Tushike kwa kumalizia kwamba wewe sio baadhi ya wale ambao watapoteza ahadi, watapoteza urithi kwa sababu ya kujaribiwa. Haleluya. 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 Hebu fungua kinywa chako kwa dakika 3 tu. Nataka uweze kuenda mbele za Bwana na ukajiombee kwamba wewe utasubiri, utaamini wakati wa subira.
Utazidi kuamini wakati wa kusubiri. Utazidi kuamini wakati wa subira. Hata unapomngoja Bwana kukufanyia jambo lile ambalo amekuahidi, hata unapongoja unabii ulionenewa kutimia, utasubiri kwa imani. Utazidi kuamini. Utazidi kuamini. Hautakufa moyo. Salabaragada santoraba lifaru selemando kuria. Nitaamini Bwana hata wakati wa kusubiri, hata wakati wa subira, inapoonekana kana kwamba hakuna wingu la mvua, inapoonekana kwamba hakuna fedha ninazohitaji, inapoonekana kwamba wale watu niliowakaribisha hawajafika, inapoonekana kana kwamba umechelewa Bwana, na watu wanauliza Mungu wangu yuko wapi? Nitazidi kuamini. Nitazidi kuamini. Nitaendelea katika imani. Haramana sandolobo na kaya labosa ya daba rikana mazanda kuramane ila bakasikataya ribala sanda kadabo seketeria laba. Ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana mtakatifu, ni Bwana. Nitazidi katika kukuamini Bwana wakati wa subira. Oh, nitazidi kuamini. Mtakatifu ni Bwana. Nitazidi Bwana kuamini. Nitaendelea katika imani. Ni Bwana mtakatifu, ni Bwana. Ni Bwana wakati wa usiku. Ni Bwana, ni Bwana mtakatifu, ni Bwana. Ni Bwana ninapojaribiwa. Ni Bwana, ni Bwana mtakatifu, ni Bwana. Shana ni Bwana, ni Bwana ninaposubiri. Ni Bwana mtakatifu, ni Bwana. Shana malagora masana mananina reka sabada selebereketelia roko sobredika balando vudu sebelikandia shadededede leko bradis kataya paredia sondeketa. You will not fail short of the glory of God, for in Christ Jesus you have been brought to a place of thanks be to God, who causes you to always triumph, who always causes you to progress, who always causes you to march forward, who always causes you to inherit, who always causes you to profit, who always causes you to have good success, who always causes you to move forward in the mighty name of Jesus. That's why you will start and finish that project. That's why you will start and finish the preparation of getting married. That's why you will start and finish educating your children. You will start and finish building that company. You will start and finish well in your ministry. You will start and finish well in your career. You will start and finish well in the name of Jesus. That's why every area of your life, in the season of preparation, you will finish well. The season of preparation, you will finish well. The season of transition, you will finish well. The season Radabakandia Le Baba Baba Sakata Le Kepreke Sakataya Libara Sora Bakandia Le Baba Radaba Sakataya. That's why that scholarship
As you are led to apply, you will receive it. You will get that scholarship in the mighty name of Jesus. For Jesus is committed to see you start and finish well. Ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, mtakatifu ni Bwana. I want you to go ahead and clap your hands to God as you pray, as a sign of thanksgiving, as a sign that the spirit of fear, the spirit of discouragement, the spirit of near success syndrome is defeated and you are victorious. You are more than a conqueror. You are more than a conqueror. Nay, in all these things, you are more than a conqueror. We are more than conquerors. In the mighty name of Jesus. 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 As you are clapping, you are celebrating ahead of celebration. As you are clapping, you are celebrating ahead of the celebration. Because in all these things, you are more. You are more. You are more than a conqueror through Christ Jesus. Elabana salabonandena. Hayayayabo sondoroboko. Koramana sanda. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. That nothing can separate us from your love. Oh, glory to Jesus. I want you just to take 12 steps as you are meditating and picture every victory that you are going to see this year. Every success, every red carpet that you must walk on. Every procession that must take place, because you will be introduced as sir. You will be introduced as honorable. You will be introduced as a servant of God. Oh, you will be introduced as the graduate with masters, with PhD. Oh, Radaba, with degrees. Nado Sakataya. Lebrada. Picture every victory, every hey. Picture how you are going up in the strength and the might of the Lord. And with the same hand that God caused you to lay the foundation, you shall build the building. In the mighty name of Jesus. Take those 12 steps as you see yourself walking the aisle. As you see yourself rising to the top, getting into those planes, being dropped and picked at the airport, because God is doing something serious with you. And you are an answer to your generation and the world. In Jesus' name we pray. Come on, put your hands together and celebrate the King of Glory. Celebrate the King of Kings, for He has done it for you. The shout of the King is in our midst, and because we have life, we will ensure that He dwells in our praise and our thanksgiving. Glory be to God. Hallelujah. Now I want you to have your special seat, because God has done it. Amen. There are signs that He has already given us of what He's doing. Amen. So that it might be said once and for all that you are not hoping to see, but you have seen. Hallelujah. We have with us here the bridegroom. The bride what? Si asubuhi tulikuwa na bridegroom wetu. Hallelujah. Praise the name of the living God. Hallelujah. Sema amen iliyobarikiwa. Tulikuwa na bridegroom, si ndio? Ama una uchoyo? Fire. I burn your mouth with the fire of the Holy Ghost. Hiyo mdomo fungua. Asubuhi tulikuwa na bridegroom. Yes. The bride. And now the bridegroom is here. Amen.
And like I said, vile nilisema, wale ambao nyinyi ni washirika wa kanisa hili, you've interacted with Pastor Joram in one way or the other, because he's the mind, the anointing, the inspiration behind our media department. But above all, there's a day also that he has ever also attended one of our occasions. Unfortunately, I was not around. But there's also a day he preached in our 2 services. Hallelujah. Kuna watu walikuwa nasikia mahubiri paka veins inatoka huko kwa sababu hallelujah. It was a conquer, amen. One day we will have another dose from Mali tulieka kiko. So allow me with before we share the words of grace to invite Pastor Joram together with Pastor Sela to say hello to us, to welcome us, and it will be a great thing. Let me have another mic, please. Clap if you are clapping. Hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. So let them greet us and invite us, and then I will share the words of grace with us. Amen. Praise God. My name is Sela once again, and I'm blessed to be here with you today. And thank you for the service. It was a blessing. Bwana asifiwe. Thank you. Thank you so much for the invite. I was informed I ought to have been here today, and I'm not that late. At least I've gotten a snippet of the message. But if you'd allow me, let me ask everyone to stand. Now, there's this song you were singing. Ni Bwana. I'd wish we do that for 5 minutes. Because as you're singing and praying, I could see in the spirit, there are people's barriers that are being broken. So yes, we have a wedding, we have an invitation, but there's a barrier being broken. And you know the men that are seated here, but there's a barrier being broken. So now when we are praying, don't pray because we are concluding the service. There is something being broken. Na mimi nimekuja tu saa hii na nimesikia. Asa mbona wewe utoke hivyo? Si ni kweli? Haya, turudi hapo. Hallelujah. Let's the worship team come plus the bride. Muongoze hiyo wimbo. Breakini hiyo nini? Let them lead us before we share the words of grace. And you remember it is the song that we have been singing since morning. Amen. Hallelujah. Worship team, hurry up. Mtu wa keyboard chemusha hiyo kitu haraka. Mtakatifu ni Bwana. Majeshi ya malaika wanapaza sauti wakisema, mtakatifu ni Bwana. Maelfu kwa maelfu wanapaza sauti wakisema, mtakatifu ni Bwana. Na sisi watoto wako tunapaza sauti tukisema, mtakatifu ni Bwana. Maelfu kwa maelfu wanapaza sauti wakisema, mtakatifu ni Bwana. Imba majeshi ya malaika wanapaza sauti wakisema, mtakatifu ni Bwana. Maelfu kwa maelfu wanapaza sauti wakisema, mtakatifu ni Bwana. Sisi watoto wako tunapaza sauti tukisema, mtakatifu ni Bwana. Maelfu na maelfu wanapaza sauti wakisema, mtakatifu ni Bwana. Tunaimba ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana. Mtakatifu ni Bwana. Sema ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, mtakatifu ni Bwana. Tunaimba ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, mtakatifu ni Bwana. Tunasema ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, mtakatifu ni Bwana.
majeshi ya malaika wanapaza sauti wakisema, mtakatifu ni Bwana. Maelfu na Maelfu na maelfu wanapaza sauti wakisema, mtakatifu ni Bwana. na sisi watoto wako tunapaza sauti tukisema, mtakatifu ni Bwana. majeshi ya malaika wanapaza sauti wakisema, mtakatifu ni Bwana. tunasema ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, Mtakatifu ni Bwana. tunaimba ni Bwana, Ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, mtakatifu ni Bwana. tunakiri ni Bwana, ni Bwana, Ni Bwana, ni Bwana, mtakatifu ni Bwana. tunasema ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, Mtakatifu oh, tunaimba ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, mtakatifu ni Bwana. tunasema ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, Mtakatifu ni Bwana. tunaimba ni Bwana, ni Bwana, Mtakatifu ni Bwana. Come on, just pray in the spirit with that melody. Pray in the spirit, pray in the spirit. Shandere boko sagadagada balagadaba. Rekesa kaprandalaba seketele bala. Libara soko preketele brandalaba sadaba. Ele pereko satele prekedia. Mesadagada barandele prakasataka. Come on, somebody pray in the spirit. Lika brandala baka sopredeketelia. Libaraka santa kadabaka telebranda. Ale barada basakadaba. Shele bregedia sakatalia. Rika brandala braka sakata. Come on, lift the key. Sabalagadaba. Meka seketelia daba. Rika brandala baka seketele brande. Lika brandala basoko bregedia la branda. Lebroko sakabalagadaba. Come on, pray. You have 2 minutes, somebody. Libaraka sandalabaka. Shadadadaba. Leke breketelia. Ita sabababa kandia. Leka brakatalaba kandia. Reke breke sadaba. Libaroko sadadaba kandia. Something is breaking. Leka bradabaka sakatala brandiriba. Leka brandalaba. Rika sakataka libradaba. Sadaba kandiriba kasakataya. Libarandiribu sakataka takaya. Libroko soko brandalabaka. Redebegedebo sadadaba. Come on, praise. Laka brandalaba. Something is being broken. Leka brandalaba. Barriers are giving way in your destiny, in your life, in your family, in your ministry, in your marriage, in the life of your children, in your business. Leka brandalabaka. Reda babalalaba sakataya laba. Reda bakandia. Leka brandalaba. Sadaba kandiriba. Leka brandalaba. Rakaba sakatalaba. Leka brandalabra sanda. Come on, pray somebody. Come on, pray somebody. Reka dabaka. Libradabo sadaba. Leke brigedia. Labarandiria dalaba. Reka katala brandalaba. Ashanaba kandialaba. Rakabandelibra. Kasobradia. Lebrondalaba kandia. Rinala brandalabaka. Radaba kandelibra kataya. Bwana wa mabwana. Sadakata la brandirianda. Rika brandalabaka. Ni Bwana, ni Bwana. Ikababala da basakata. Libra da basanta kadaba. Libra da bakandirianda la bragada.
Lika branda la barada la basakata. Le barada bakandia la branda. Araba baba baba. Come on, somebody pray. You have 2 more minutes to push in the spirit, to declare Ragadaba Sadadadadaya barriers of cycles, of patterns, of failure, oh Madakaya, of near success syndrome, of fear, of discouragement, of ignorance, Alabaragada, Lebreketeria Labranda Labaka, Arababababababababa. Barriers of poverty, Arakabalabarandia, Iranamakandianda, Irakabandalabakasakata, Ayayayayayayayaya, Aya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 , break, Alakabrandalabasakata, Libarandiandalaba, Majeshi ya malaika, Irabona sakata, Lekabrandalabakaya. Rekaka ni Bwana, ni Bwana, Ni Bwana, ni Bwana. takatifu Ni Bwana. oh ni Bwana, Bwana. oh, Ni Bwana. can you dance a dance of victory? Yeah, ni Bwana, Ni Bwana. Ni Bwana. Ni Bwana. takatifu Takatifu ni Bwana. oh ni Yesu, Ni Yesu. oh ni Yesu, ni Yesu, Takatifu ni Yesu. ni Yahweh, Ni Yahweh. Ni Yahweh. Ni Yahweh. Takatifu ni Yahweh. ni Yahweh, Ni Yahweh. Ni Yahweh. Takatifu ni Yahweh. ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, Takatifu ni Bwana. oh ni Yesu, Ni Yesu. Ni Yesu. Ni Yesu. yeah. Takatifu ni Yesu. ni Bwana, Ni Bwana. Ni Bwana. Ni Bwana. Takatifu ni Bwana. only with the peace, ni Bwana, Ni Bwana. Ni Bwana. Ni Bwana. yeah. Takatifu ni Bwana. only with the peace, ni Bwana, ni Bwana, Ni Bwana. Ni Bwana. Takatifu ni Bwana. ni Bwana, Ni Bwana. Ni Bwana. Ni Bwana. Takatifu ni Bwana. without the backup, ni Bwana, ni Bwana, without the micro, ni Bwana. Come on, lift your voice. Ni Bwana, ni yeah. Wanaume peke yao, ni Bwana, ni Bwana. Come on, roar. One more time, men, ni Bwana. Yeah. Ladies, come on, ni Bwana. Ni Bwana. Without the mics. Ni Bwana. Ni Bwana. Yeah. Takatifu ni Bwana. Ladies, one more time, ni Bwana. Yeah. Takatifu ni All of us as children of God, ni Bwana, ni Bwana, Ni Bwana. Ni Bwana. takatifu, Takatifu ni Bwana. takatifu, ni Bwana, Bwana. takatifu, takatifu, Takatifu ni Bwana. ni Bwana, Ni Bwana. ni Bwana, ni Bwana, takatifu, ni Bwana. Chapia Yesu shangwe na vigelegele. Celebrate him. Celebrate him, celebrate him. You can do much better. You can clap, you can jump, you can run. Yeah,
Let the shout of joy rise. Let the shout of joy rise. Let the shout of joy. Let the shout of joy rise. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, worship team. Thank you, psalmist. Amen. Sasa tukiwa tumeshikilia bibi harusi hapa, tukaribishe tena pastor ambaye ni bwana harusi aendelee kutoka. Amen. But are you getting blessed? Our services are not just, hallelujah. And I always tell us that whenever we extend, it's not because we want to. It is a leading by the Spirit of, and you can sense it, unless otherwise. Amen? Okay, continue, Pastor. We can sit down. Amen. So let me register my thanks now, because I know in the D-Day, we are never in control of time. But allow me to register my thanks now. Apostle is a friend of mine, and we are working together, and we are planning things in the place of ministry. And I was glad to be sent here to assist you, because by assisting you, I was assisted on my own. Bwana Yesu asifiwe. This is a very beautiful place, a very beautiful church you have here. And mine is to say thank you. Na nyinyi wote mmekaribishwa. Bwana Yesu asifiwe. Just make sure chakula inatosha kila mtu. Sawa sawa. Bwana Yesu awabariki. Kwa majina ni Pastor Joram Ahuta. Amen. Let's appreciate Pastor and the bride. Amen. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Angalia jirani, mwambie ukitumwa enda. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. So are you connecting? Because this, I was telling us that here we have something. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa wale mmebaki Beryl, Ruth, Beatrice. Hallelujah. Praise the name of the living God. But may the will of God prevail. Amen. So tumekaribishwa nabii na bwana harusi. Sasa hauna nafasi ya kutoenda. Mercy, are we going? Hallelujah. Angalia jirani muulize, are we going? Mama Bele. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. If you had not given your offering, allow me give you an opportunity to give to the Lord. Your tithe, your sacrifice, your first fruit, your partnership. Let's go ahead and give to the Lord as we share the words of grace. The media, are you able to project for us the giving details? So if you're giving through your phone, the pay bill is 247247. And the account number is what? 559094. So after this, the women are remaining to conclude on their planning how their week will look like, from fellowship to the wedding, and tomorrow also sports day, and then the youth, the committee, we are meeting immediately after this outside there to look at where we are and the responsibilities of what we need to take up in the wedding. Glory be to God. And how the week will look like. Amen. Are we understanding? Oh, somebody is saying, I repeat the pay bill. The pay bill is 247247. Our screen imeshafika Kana. Amen. So 247247 is our pay bill number, the equity pay bill number. And the account number is 559094. And go ahead and give to the Lord cheerfully. Hallelujah. Cheer what? Without coercion. Are we understanding? Amen. So after this, the committee is meeting for us to conclude on what our collection, our pledges, our contribution, and all that. And then once the committee is done, those who are serving, we will remain to be able to know the responsibilities we will take up in the wedding and how the week will look like from tomorrow's sports day. Some of us will need to travel to go to the burial, to comfort with our Reverend and Pastor Jane. Myself, I'll be away for training from Thursday to Friday, midday. So we need to organize ourselves.
Amen. Hallelujah. Glory be to God. And then there are the meetings, the services that continue here every day. Moto utaendelea kuwaka on all sides to the glory of God. Are you blessed this far? Hallelujah. Amen. Amen. What else am I forgetting? Yes, then those who are looking forward for you to meet me for one or two things that we need to talk about, please. You can just stay around. We meet before you go. Amen. Because once the week begins, a lot of things will be happening. Amen. But remember, from tomorrow we are starting our 12 days of prayer and fasting, and we are fasting at night. Eat during the day, work during the day, but at night we are fasting and praying. Amen. Usisahau hiyo. Hallelujah. Sasa hata wamama ile chai na kunyikanga umadhrenu kapodi kuchopo saa. Amen. Wameelewa vile niwaambia. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Amen. Are we understanding? Let's share the words of grace. Father, thank you for the giving of your people. Thank you that you continue to supply their needs according to your riches in glory. Amen. Keep them, preserve them, and watch over them this whole week. Thank you for you have sent forth, you have deployed angels who are ministering spirits who have gone before us to clear and remove every barrier and every hindrance. And God Almighty, you are bringing us to the places you have prepared for us, even this coming month, this coming week, to the glory and praise of your year. And the whole of this year, this second quarter, this second half of the year, we will begin to see great manifestation of what you promised us from the beginning of this week. Anywhere our names are mentioned, it is mentioned in blessing. Our presence and our appearance is blessed. Our feet is blessed. Our absence is blessed. Everything that concerns us, our spiritual life, our health, God Almighty, our marriages, our families, our relationship, the work of our hands, all that concerns us is blessed. I ask that this coming month, this coming week, let somebody be satisfied with your mercies while it is still early, that they may rejoice all their days long, and that God Almighty, they may continue to see your goodness and your faithfulness. Thank you that your mercies and your compassion are committed to see that no evil, no plan of the enemy can destroy or touch anything that belongs to us. Because great is thy faithfulness, and your mercy, your compassion, and your faithfulness is new each and every morning. I bless you and I honor you for what you continue to do in us, with us, to the glory and praise of your name. And somebody say, now, I want to teach you a new way of us closing our service. Can you say, surely? No, not surely, but he prepares, let's begin from me. Let's say, he prepares a table before me in the presence of my enemies. He anoints my head with oil, and my cup runs over. Surely, and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall live and dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. So may he prepare tables. Amen. Hallelujah. Yes, and now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen, amen, amen. So let's disperse to our various groups, and may God do us good